Kwa jinsi mechi ilivyochezeshwa, tafsiri ni lazima zije kama hizi. Yani mwisho wa siku lawama zimeweza kumdondokea Ahmed Rajiga na kuonekana kwamba amekula mlungula na klabu ya Yanga. Kuanzia mechi alivyoichezesha ni wazi kwamba kuna wakati kwamba Ahmed Rajiga alitumika kuweza kuwatoa mchezoni klabu ya Simba. Kwanza kadi za njano zikawa ni nyingi kutokana pia na ile attention ambayo Ahmed Rajiga alishinda kuitengeneza kwenye pitch, na alishindwa pia kumaintain mchezo wa hii siku ya leo, ambapo imekuwa ni kama historia na watu wengi wameona kwamba jinsi alivyochezesha sio kama watu walivyomzoea. Yani watu wengi walikuwa kilaumu na wakimkataa Ramadhan Kayoko, ambaye pia alionekana kuwa kwenye lawama kubwa mara baada ya dabi ya mwisho kuweza kuvurunda, na mwisho siku kila mmoja akawa anataka Ahmed Rajiga aweze kuchezesha mtanange huu. Lakini cha ajabu mambo yamekuwa ndivyo sivyo alichokichezesha kwenye hii siku ya leo. Binafsi mashabiki wa Yanga watabisha bure kwa sababu tayari ni klabu yao na wana mapenzi nayo na tayari wameshinda, lakini ukweli ni kwamba Yanga kwa asilimia kubwa ameweza kubebwa na mwisho siku ameweza kupata matokeo ambayo hayakustahili. Labda udhembe ulioweza kuonekana kwenye klabu ya Simba ni kutotumia fursa na nafasi ambazo waliweza kuzitengeneza, lakini kwenye uhalisia wa goli la Yanga halikuwa ni goli, kwa sababu tayari kulionekana kabisa kwamba ile ilikuwa ni clear offside kwenye upande ambao Pacome aliweza kuingia na kutoka, lakini aliweza kumdanganya maamuzi kama hakuwa na nia ya kuweza kucheza mpira, lakini kumbe nia alikopo nayo na kweli akafanikisha kuweza kufanya kile alichokifanya. Ila binafsi ni kwamba refa mpaka hivi sasa muonekana kwamba ameweza kula asilimia ya mlungula kutokana pia na aina ya uchezeshaji aliweza kuchezesha siku hii ya leo. Hata kama hajala, lakini kwa tafsiri ya mechi ilivyochezeshwa tunakubaliana na tunasema kwamba ni kweli Ahmed Rajiga kwa hii siku ya leo amevurunda na ameteleza yeye kama muamuzi.